Rais wa nchi ya Tanzania Samia Suluhu azungumza kuhusu majini na uchawi ambao unatumiwa na wanasiasa wapinzani kumng'oa mamlakani. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika taarifa ya leo tunakuletea mjadala mzito na utikisa anga ya kisiasa nchini Tanzania baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kutoa kauli yenye uzito mkubwa dhidi ya ongezeko la matumizi ya ramli, chonganishi na huduma za waganga wa kienyeji hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Katika hafla ya kitaifa iliyoandaliwa kwa lengo la kuhimiza mshikamano, maadili ya kitaifa pamoja na uongozi bora na kuhudhuriwa na viongozi wa dini, wawakilishi wa serikali na wanaharakati wa kijamii, Rais Samia alisisitiza kuwa ongezeko la taifa ama uongozi wa taifa haupaswi kutegemea njia za ushirikina wala imani za kishirikina. Aliweka wazi kuwa nchi haiwezi kujengwa kwa hila na vitisho vya giza, bali kwa maarifa, mipango madhubuti na vilevile ridhaa ya wananchi. Kauli ambayo wengi wanaiona kuwa na mafumbo lakini yenye ujumbe ulio wazi imeibua mjadala mkubwa mitandaoni. Wananchi, wachambuzi wa siasa na wanaharakati wametafsiri hotuba hiyo kama onyo kali kwa baadhi ya wanasiasa wanaoaminika kutumia waganga wa kienyeji kujitafutia ushindi wa kisiasa hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwakani. Wachambuzi wanasema kauli hiyo haikuja kwa bahati mbaya, bali ni sehemu ya juhudi za serikali ya awamu ya 6 kusafisha ulingo wa siasa kutoka imani potofu, ushawishi wa kishetani na vitisho vya kiimla ambavyo vinaweza kuhatarisha utulivu wa taifa. Kwa mujibu wa wachambuzi hao, huu ni mwendelezo wa msimamo wa Rais Samia wa kulinda msingi wa utawala bora na kuimarisha maadili ya uongozi. Aidha, Rais Samia alisisitiza umuhimu wa viongozi wa dini kushirikiana na serikali katika juhudi za kuhamasisha wananchi, hususan vijana, kujiepusha na ulaghai wa mitandaoni unaofanywa na waganga wanaojitangaza kwa kuahidi mafanikio ya haraka kupitia njia za kishirikina. Alitilia mkazo kwa mafanikio ya kweli yatokana na miujiza ya giza, bali na juhudi halali, elimu na maadili thabiti. Kauli hii imepokelewa kwa hisia chanya na makundi mbalimbali wakiwemo viongozi wa dini, watetezi wa haki za binadamu na wananchi wa kawaida. Wengi wao wamepongeza ujasiri wa rais kwa kulivalia njuga swala hili nyeti linalohitaji mjadala wa wazi kitaifa. Wanaona kuwa huu ni wakati wa kuimarisha misingi ya kidemokrasia kwa kuweka wazi kuwa uongozi wa taifa hautafutwi kwa njia ya mkato zenye madhara kwa jamii nzima. Kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa, onyo hili la rais linaeleza ama linaweza kuwa mwanzo wa mabadiliko ya fikra kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025 ambapo itakuwa wazi kuwa wagombea watahitajika kujenga hoja, sera na rekodi ya utumishi badala ya kutegemea hila au ushawishi wa giza. Chaneli hii ya Kenyascope itaendelea kukuletea habari hizi kwa kina. Usisahau kusubscribe, kulike na vilevile kushare video hii. Tuma pia maoni yako. Je, Tanzania inasonga mbele kwenye uongozi wa maadili? Hii ni sauti yako na hapa ndiyo nyumbani wa mjadala wa kweli.